sifurahii sana majina yangu kutumika kwa sababu wanaogopa kitu kimoja. Mnaweza mkaandika jina Magufuli stendi, halafu wananchi masikini wa machinga na nani wakawa wananyanyaswa hapa. Ubungo oye! Mimi nilichaguliwa na wananchi hawa wanyonge. Nilichaguliwa na wananchi wa kawaida. Nimetoa hela bilioni 50.95 kwa ajili ya wananchi hawa wadogo. Lakini mara nyingi, sina uhakika hapa, lakini mara nyingi vitu hivi vizuri vinavyotengenezwa, vinavyokamilika, wamachinga wanafukuzwa, watu wa kawaida wanafukuzwa. Na ndiyo maana nitaumia sana kama wananchi hawa wanyonge watakuwa wanafukuzwa, halafu mmeandika stendi ya Magufuli. Maana yake itakuwa inaonyesha Magufuli ndiye anawafukuza hawa wamachinga. Sitakubali. Kwa hiyo nikueleze Mheshimiwa Waziri, inawezekana umejichongea kwa kuliita stendi hii Magufuli. Nataka sasa yafanyike haya ambayo mimi Magufuli nataka yafanyike hapa. Stendi oye! Kwa sababu nilikuwa naangalia katibu mkuu akieleza hapa yale yaliyomo humu. Kuna ofisi ya immigration. Ofisi ya immigration haimsaidii machinga. Kuna hoteli. Inawezekana machinga hata ingia mle kwenye hoteli. Kuna guesti. Inawezekana machinga hata ingia mle. Kuna vitu vingi vizuri ambavyo sina uhakika vitawagusa namna gani hawa watu. Sasa nitoe wito kwako Mheshimiwa Waziri na mkurugenzi. Mumenipa jina, mimi goja nilikubali kwa ajili ya kuwatetea hawa watu. Na mimi nataka niwaambie, nataka niwe balozi wao. Sasa kama mnataka hivyo, nataka hii stendi itakapoanza hawa wamachinga wasifukuzwe kwa sababu ni kwao. Wananchi hawa wanyonge wasifukuzwe, muwatengenezee utaratibu. Kwa sababu kama kuna mabasi 3,000 yanaingia haya na yatakuwa yamepakia abiria, hao abiria wakanunue chakula kwa wamachinga. Wenye hela nyingi ndio waende kwenye hoteli, lakini hata mihogo ya mamalishe nayo inunuliwe, viazi navyo vinunuliwe, matikiti maji nayo yanunuliwe. Hiyo ndiyo itakuwa ni serikali inayojali wananchi wake. Zungumza na nataka nilizungumza hii mara ya mwisho, sitarudia tena kuzungumza. Pamekuwa na tabia ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi kufukuza tu watu wa machinga walioko mjini bila utaratibu. Ishu imejitokeza Mwanza.
na nawapongeza sana wamachinga, hawakufanya fujo, wametulia. Nilizungumza kwenye mkutano wa Biafra hadharani kwamba hawa wamachinga msiwatoe jiji. Kama mnatengeneza mazingira, mtengeneze mazingira mazuri ya kufanya biashara zao ili wasizagae zagae.